tumeshuhudia kuimarika kwa kampuni ya taifa ya mafuta kwa maana TPDC katika uchukuaji wa data za mitetemo. TPDC kabla ya mwaka 2015 ilikuwa ni kampuni ambayo haikuwa ya kibiashara. Lakini kuanzia mwaka 2015 sheria imetambua TPDC kama National Oil Company. Inafanya shughuli kama makampuni mengine makubwa. Kuna makampuni ambayo yalikuja nchini kupitia nchi zao. Huko nyuma tulikuwa na kampuni kama la British Gas au Uingereza, tulikuwa na kampuni ya Petrobras kutoka huku Amerika Kusini, Brazil. Tulikuwa na kampuni kama Statoil ambayo sasa ni Equinor kutoka Norway. Hizi zote zilikuwa ni kampuni kama TPDC, lakini zilipowezeshwa na nchi zao ziliweza kukua na kutoka nje ya mipaka. Na hii ndio hasa kazi yetu sisi kama regulators, kwamba tuna regulate hii eneo, lakini tunaiangalia TPDC kwa jicho la kipekee ili iweze kuvuka mipaka. Sasa kwa kipindi hiki ambacho sisi tumekuwepo, tumeisimamia vyema TPDC na sasa ina uwezo wa kufanya shughuli za awali, ikiwepo kufanya seismic acquisition au kuchukua data za mitetemo. Ndugu wahariri na waandishi wa habari, kwa kipindi cha miaka minne kama nilivyosema, kuanzia Machi mwaka 2021 hadi Machi 2025, kiasi cha gesi asilia kilichozalishwa kimefikia futi za ujazo bilioni 301.33. Kati ya kiasi hicho, futi za ujazo bilioni 142.35 zilizalishwa kutoka kitalu cha Mnazi Bay na futi za ujazo bilioni 158.98 kutoka kitalu cha Songosongo. Uzalishaji huu ni sawa na wastani wa futi za ujazo bilioni 35.59 kwa mwaka kwa upande wa Mnazi Bay na futi za ujazo bilioni 39.74 kwa mwaka kwa upande wa Songosongo. Kwa kipindi cha nyuma, uzalishaji wa gesi ulikuwa wastani wa futi za ujazo bilioni 32.03 kwa upande wa Mnazi Bay na bilioni 25.13 kwa mwaka kwa upande wa Songosongo. Kwa hiyo utaona ongezeko limetokea, lakini ongezeko hili la gesi kuzalishwa huwa litokei kwa bahati. Lazima kazi ifanyike kwenye downstream ili kuongeza watumiaji wa gesi hiyo, ndio sisi wa upstream tunazalisha zaidi. Sasa watumiaji wakubwa wa gesi ni mitambo ya kuzalisha umeme pamoja na viwanda. Na kama mnavyoshuhudia, serikali ya awamu ya 6 imekuwa mbele au inaipa kipaumbele sekta ya viwanda pamoja na sekta ya nishati, hasa umeme. Mipango inapoanza, tuite, tushirikishe, tutaenda sambamba. Wote tunajenga Tanzania moja, si ndio? Kuna mtu ambaye anaweza kukimbia nchi nyingine hapa. Wote sisi ni wa Tanzania. Kwa hiyo tukiwa kama ushirikiano mzuri, tutafanya vizuri kabisa.